Hakuna mtu yeyote hapa duniani asiye na hitaji. Kila mtu anahitaji, kila mtu ana ombi lake, lakini la kwako unalolitaka linaweza lisifanane na la jirani yako. Inaweza kuwa anahitaji hichi, wewe unahitaji hili, vinatu, lakini generally kwa ujumla kila mtu ana haja ya moyo wake. Hata angekuja waziri mkuu hapa wa nchi yoyote, haleluya, amen. Hata angekuja president wa nchi yoyote, haleluya. Na kwa nini nasema hivi? Hili linatakiwa kutuweka sawa, kwamba hata kama mimi nateseka na madeni, inawezekana mwingine anateseka na madeni, ana changamoto nyingine isiyofanana na ya kwangu, lakini generally sisi wote, kila mmoja wetu ana haja yake anayoipeleka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maybe mahitaji yako yanaweza kawa Mungu avunje minyororo ya umaskini katika maisha. Maybe hiyo ndio hitaji lako. Maybe hitaji lako inaweza kuwa Mungu akuponye. Si kila mmoja hapa ni mgonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Maybe mtu mwingine anaweza kawa naomba Mungu kukutoa kwenye minyororo ya kucheleweshwa. Yaani umechelewa, unaona kama unachelewa tu. Na wengine wanaweza kawa namuomba Mungu awape watoto, awape amani, awape ndoa. Yaani kila mtu ana mahitaji yake. Ni muhimu sana kujua unahitaji nini kutoka kwa Mungu. Ni vizuri kujua unahitaji nini kutoka kwa Mungu. Usiseme siku zote unapoenda kwa Mungu, usiseme nahitaji Mungu anibariki. Usiseme hivyo. Usiseme nahitaji Mungu. Wewe elewa nini unachotaka Mungu akutendee. Nini unataka? Kwenye biashara zangu sina wateja, nahitaji, ninaumwa kichwa, nahitaji Mungu aniponye kichwa. Usiseme nahitaji Mungu aniponye. Akuponye nini? Na ndio maana kwenye Biblia ukiwaona watu walioenda kwa Mungu walikuwa wanataja specific problem, kama mimi mzee, mtoto wangu amepagawa na mapepo kwa muda mrefu, nahitaji umponye. Umeona yule mama anachokisema? So ni vizuri unapoenda kwa Mungu kajua this is what I want, ishi ambacho na kitaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwani kipofu Bartimayo alisemaje? Yesu mwana wa Daudi, naomba unirehemu nipate kufanyaje? Kuona. Sio kwamba aliomba utajiri. Yeye alisema nataka kuona. Wewe unataka nini unapokuja? Ni vizuri Biblia inashauri ama nakushauri wa Bwana anasema ni vizuri ukajua unahitaji gani. Yaani jua kabisa hili ndilo hitaji. Nahitaji Mungu aniponye nini? Mtu anaweza kaja mbele yangu asema nahitaji Mungu aniponye. Akuponye nini? Nahitaji Mungu anibariki, anipe baraka. Baraka gani? Za uzao, za kufanikiwa kwenye biashara, za kuwa na kibali, za baraka gani? So ni vizuri ukajua unachohitaji kutoka kwa Bwana. Tunaelewana? Hata leo ni vizuri ukajua katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Na unapokuja kwa Mungu sasa umejieleza, mwisho wa siku ni kama havieleweki. Sasa na haja yako unatamani Mungu afanye. Sasa nitafanya nini ili Mungu aingilie kati? Nitafanya nini zaidi ya hichi nilichokifanya? Nitafanya nini? Ndio tumekuja kuzungumza hayo. Kitu cha kwanza, tandika madhabahu ya ibada ya kusifu na kuabudu. Tandika madhabahu ya ibada ya kusifu na kuabudu. Inawezekana kabisa nikikwambia ukasifu na kuabudu nyumbani kwako hutaweza, si ndio? Amen. Lakini hapa tumeweka maspika, tumeweka vinanda vinavyokusaidia kuchannel ibada yako ya kusifu na kufanyaje na kuabudu. Lakini hausifu na kuabudu kwa sababu mtumishi anayeongoza sifa yuko hapa. Wewe unajua unataka Mungu aingilie kati. Kama alifanya kwa wengine afanye kwangu. Kumbuka ibada hiyo unawahi saa 4 ili ni wa ibada ya kusifu na kuabudu, kwa sababu una haja ya moyo wako ambao Mungu kupitia sifa unahitaji aingilie kati. Mtu kama mimi naweza nikainuka hata kama ni saa 8 usiku nikaanza kuimba, nikaanza kusifu, nikaanza kuabudu, lakini ndani yako wewe hiyo karama inawezekana huna. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tunapowahi hapa kanisani, si nipo kanisani hivi, nataka nimwabudu Mungu vipi? Nipige magoti au nifanye? Nataka mimi niabudu kwa sababu nataka aingilie kati. Kumbuka, chochote unachokifanya katika nyumba ya Bwana, chochote unachokifanya hufungua baraka, huleta matokeo ya haja ya moyo wako. Ni wakati wa sifa kuna baraka zake, kuna namna Mungu anafanya. Ni wakati wa shuhuda kuna namna ambapo Mungu anafanya. Ni wakati wa neno kama hivi kuna namna ambapo Mungu anafanya. Wewe unajua kuna wakati naweza nikawa nahubiri hapa, unaona watu wanalipuka huko. Unakumbuka hivyo vitu? Amen. Kwa nini? Katika neno ninapokuwa nahubiri nguvu zinakuwa zinatoka, zinaenda kusaidia watu. Unapokuwa kwenye ibada za kinabii kama hivi, lolote linaweza katokea saa yoyote, dakika yoyote. Ulishajua unataka nini kwa Mungu. Umefanya kila namna, umefunga, havijatokea, hujapata matokeo. Sawa? Umehudhuria ibada ya maombi, hujapata matokeo. Nini ufanye sasa ili Mungu aingilie kati? Hajawahi kuangusha watu waliofanya hivyo. Hajawahi kuangusha, narudia tena, hajawahi kuangusha watu waliofanya hivyo. At the same times Mungu ni yule jana, leo na hata milele. Anasema mimi sibadiliki, si kigeugeu. Haleluya. Amen. Now Paulo na Sila waligundua wako gerezani. Wako wapi? Gerezani. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16:25. Bwana Yesu asifiwe. Waligundua wako wapi?
gerezani. Na walipogundua wako gerezani, wakahitaji kuwekwa huru. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema wakaanza kuomba na kumsifu Bwana. Haleluya. Amen. Na wakifanya hivyo, wafungwa wenzao walikuwa wakiwatazama, kwa sababu watazamaji hawakosi. Hata unapokuwa unasifu na kuabudu hapa, wanaokutazama wapo. Kuanzana na wewe jirani yako, anakuwa anakutazama na anafikiri labda umelala na njaa ndio umeona unaabudu, labda. No, hiyo ni ibada yako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema walipokuwa wakisifu na kumwomba Mungu, wafungwa wengine, Bwana Yesu asifiwe, walikuwa wakifanyaje? Wakiwatazama, wakiwakazia macho. Mwambie na kuangalia usiwe mfungwa mwingine huo. Leo sije kuwa mfungwa mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Lakini wao walijua wanachokifanya, walikazana katika kumsifu Bwana. Walikazana katika kumsifu Bwana. Biblia inasema ghafla, msema ghafla. Ghafla ikaja tetemeko, ikatikisa misingi ya nini? Ya gereza, na milango ikafanyaje? Milango ya gereza. Maana yake ingekuwa milango ya gereza umaskini ingefunguka, ndio tukasema hivyo. Katika kuenjoy shuhuda hiyo ya milango ya gereza kufunguka, hata wale waliokuwa wakiwatazama walipita. Hakupita Paulo na Sila tu, na wengine walifanyaje? Walipita. Ndio maana uko hapa ili wadogo zako wapite. Amen. Ndio maana uko hapa ili wadogo zako wafanyeje? Wapite. Mama yako, baba yako, ndugu zako na wenyewe wafanyeje? Wapite. Ndio maana uko hapa. Watoto wako wapo, lakini kwa kuwepo kwako hapa watoto wanao wanafanyaje? Wanapita, wanatoka kwenye magereza hayo. Si kama mnanielewa? Amen. So, kitu gani unaweza fanya ili Mungu aingilie kati? Tukamsukuma kabisa Mungu aingilie kati. Tandika madhabahu ya kusifu na kuabudu. Na nimekwambia kwa sababu mwenyewe inawezekana hiyo karama huna ya ukafanya nyumbani kwako. Tunapokuwa ni muda wa kuomba na kuabudu, ile kusifu na kuabudu, fanya kwa kumaanisha. Kwa nini? Yaani ujue kwa nini unafanya hivyo. Hautalazimishwa na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Just do it ukijua kabisa hapa Mungu anaingilia kati kwenye hili swala. Kwenye hili swala Bwana anaingilia kati. Tunaelewana jamani? Amen. Utakapofanya hivyo, haja moyo wako iweka hapo kwenye kuabudu, hapo kwenye kusifu, ukaichomekea pale, malango ya gereza yatafunguka. Amen. Nakwambia ghafla itakuja. Amen. Mungu anayetenda kwa ghafla atakutembelea. Amen. Haleluya. Amen. Pointi nyingine ambayo nataka uelewe, sawa? Nataka Mungu aingilie kati kwenye swala lako kwa haraka. Haraka. Mtambue kuhani wako. Mtambue nani? Kuhani wako. Nabii tena, mtambue kuhani, lakini mjue nabii wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu alisaidia wengi kupitia namna hiyo, kwamba hili ni swala langu napitia. Huyu ndiye kuhani wangu, ndiye nabii wangu huyu. Na usiende kwa sababu naenda. Nenda kwa sababu najua Mungu uliangalia neno la mtumishi wake apate Ninataka niende, mtumishi nitajua ataniambia nini kwa habari hii, na kwa habari ya hili nalo lipitia. Punda wa mzee Kishi walikuwa wamepotea, akatumwa Samuel na mfanyakazi waende wakawatafute. Punda wa mzee Kishi walikuwa wamepotea, akatumwa Samuel pamoja na mfanyakazi anayefanya kazi kwenye familia ya mzee Kishi, aende yeye na Samuel wakawatafute punda walio potea. Biblia inasema walienda milima na milima hawakuwapata. Haikufika mahali sasa wamechoka. Mfanyakazi akamwambia Samuel ambaye ni mtoto wa bosi wake, akamwambia sikiliza, tunajua kwetu tumeshatafuta punda watu mpaka tumechoka, lakini kuna mtu wa Mungu mahali fulani. Yule mtu wa Mungu akikwambia jambo linakuwa hivyo. Akamwambia Samuel, hebu twende tukamuone yule mtu wa Mungu, tujue atatueleza nini kwa habari ya kutafuta hawa punda, kwa habari ya safari yetu. Bwana Yesu asiwe. Samuel akamwambia mtumishi wake, akamwambia sikiliza, unga umeshatuishia, hatuna sadaka yoyote ya kumwendea mtu wa Mungu, tumpelekee nini ili atuambie? Bwana Yesu asiwe. Amen. Mtumishi ndo akamwambia, nina shekeli moja, tumpelekee hiyo naye atatuambia. Biblia inasema walipofanyaje? Walipoenda. No, alikuwa ni Sauli. Walienda kwa Samueli. Bwana Yesu asiwe. So Sauli na mwenzake walipoenda, hata kabla hawajafika, Samueli akamwambia sikilizeni, hao punda mnaowatafuta waishaga patikana zamani, nyie tulieni tu hapa. Waishaga patikana zamani. Huyo ni mtumishi wa nini? Na ndio maana ukija hapa nakwambia relax. Hicho unachokitafuta mbona tayari hamna shida tena. Wewe unawezekana kama nakuvuruga, sio? Lakini ukishatoka hapo ukifika kesho tayari imekuwa. Unabaki unashangaa. No. Kama kuna haja ya moyo wako ulionayo yoyote, nataka kumsukuma Mungu aingilie kati, mfahamu kuhani wako, mfahamu nabii wako, nenda kwake. Atakupa maelekezo ambayo mwisho wa siku utapita katikati yao. Amen. Tunaelewana jamani? Amen. Mwisho wa siku utapita katikati yao.
katikati yao. Tunaelewana eh? Amen. So usijifiche na tatizo, usijifiche na tukio, wakati una kuhani, wakati una nabii. Nenda mara nyingi uwezavyo. Neno la Mungu inasemaje? Ya kwamba Mungu analitekeleza na kulifanyia kazi neno la mtumishi wake. Go wapo, uongo wapo, ndio. Wachai wanaovaa suti namna hii wapo, lakini wewe ushajua mtumishi wako sio mchawi, sio mwanga. Nenda. Bwana Yesu asifiwe. So hiyo ni njia nyingine ambayo unaweza kufika kwa haraka kwenye ile haja ya moyo wako, kwa haraka kwenye ile haja ya moyo wako. Tunaelewana eh? Amen. Okay, kwani Biblia inasemaje juu ya hilo? Angalia kitabu cha Nyakati wa Pili 20:20. Nyakati wa Pili 20:20. Biblia inasema wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Na walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, nisikieni enyi Yuda, nanyi wenyeji wa Yerusalemu, muaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika. Waamini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Ndivyo mtakavyofanikiwa. Biblia inasema na alipokwisha kufanya shauri na watu, akawaweka wale watakaomwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri na utakatifu, wakitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana kwa maana fadhili zake ni za milele. Can you take, rudisha ule mstari. Walikuwa wanaimba wimbo gani hapo? Hivi unajua walikuwa wanaimba wimbo gani sasa hapo? Unaelewa? Uko hivi, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Shukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Unajua kwa nini wanaimba hivi? Haleluya. Kuna majeshi yametoka ili kupigana nao, lakini nabii alishawaambia Mungu atajitokeza kuwapigania. Lakini angalia sana, mtakapoenda vitani, wekeni watu sawa, watakao muimbia Bwana katika uzuri na utakatifu wake. Nabii ndiye aliyefanyaje? Aliyewaambia kwamba si mnaenda kupigana hiyo vita, namna mtashinda hii vita namna hii. Kumbuka nabii anawaeleza. Unataka kujua, anzia mstari wa kwanza, hii Nyakati wa Pili mstari wa kwanza, utaona nabii alivyowaambia. Haleluya. So hicho wanachokifanya, Yehoshafati anasema muaminini Mungu mtathibitika, na waaminini manabii ndipo mtakapofanikiwa. Haleluya. Kwa nini anasema ndipo mtakapofanikiwa? Walikuwa wanaenda kupigana vita, sawa? Lakini nabii akaambia hii vita hamtashinda tu, mtakachokifanya fanyeni 1, 2, 3. Lakini kitu alichowaambia, pangeni wajeshi, sawa? Wenye bunduki wenyewe wapangeni, lakini mbele wekeni watu watakao msifu Bwana katika uzuri na utakatifu wa jina lake. Na wimbo watakao uimba ndio huo, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, na kwa maana fadhili zake ni za milele. Utakapoimba wimbo huu, fadhili za Bwana zitakutafuta. Amen. Nasema fadhili za Bwana zitakutafuta. Amen. Kwani fadhili ni nini? Fadhili ni nini? Fadhili inatokana na neno fadhila. Sawa? Ni kitu ambacho mtu anakutendea, whether unastahili ama hustahili, anakutendea tu. Haleluya. Anakutendea nini? Inatokana na neno fadhila. Sawa? Yaani mtu anakufadhili tu. Inawezekana anakujua ama hakujui. So Mungu anapoingilia kati, anaingilia kati tu kwa fadhili zake. Kama unapoenda kwenye interview, fadhili zake ziende na wewe. Amen. Unapoenda kwenye biashara, fadhili zake ziende na wewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana kibali chake, nguvu zake na uwezo wake uende. Ndio maana Yehoshafati anasema muweke watu watakao muimbia nini? Bwana. Mbele ya nini? Mbele ya jeshi, na kusema mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Maelekezo haya wanayapata wapi? Kutoka kwa nabii. Tunaelewana eh? Na kuombea usaidiwe na Bwana katika jina la Yesu. Amen. Wiki hii fadhili za Bwana zisikupite wewe na watoto wako katika jina la Yesu. Amen. Kokote watoto wako waliko, fadhili za Bwana ziwatembelee. Kama amina yako ni kubwa, utasikia shuhuda kuhusu watoto wako. Amen. Haleluya. Amen.
Mahala pengine twende mstari ule wa 22, mstari wa 22. Okay, Biblia inasema nao walipoanza kumwimbia, walipoanza kuimba na kusifu, Bwana akaweka waviziao juu ya wana wa Amoni. Hawa wana wa Amoni ndio walikuwa maadui na Moabu na wa milima Seiri waliokuja juu ya Yuda, nao wakapigwa. Nao wakafanyaje? Wakapigwa. Hii vita jamaa yangu, hii vita haihitaji bunduki. Hiyo vita ya umaskini ulionayo hiyo haihitaji nini? Bunduki. I'm telling you. Hiyo vita inahitaji uzao, haihitaji bunduki, inahitaji tu hivi vitu hivi. Mwisho wa siku Mungu anaingilia kati na kupigania, tunapita katikati yao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema walipoanza kuimba, Mungu akaweka wavizi, adui zao wanaviziwa katika jina la Yesu. Amen. Na kabla wiki kuisha wanaangamia kabisa. Amen. Kabla ibada hii kuisha wanaangamia kabisa. Amen. Pokea malango yako kuwa wazi. Haleluya. Amen. Maadui wapo. Edha niambie kwa nini hatupigi hatua, kwa nini hatufanikiwi? Kwa nini? Kwa sababu maadui wametuzingira. Sasa Mungu asipoweka wavizi yao tutapigwa. Sasa Bwana Yesu, weka, achilia wavizi yao, achilia wavizi yao juu ya wana wa Amoni, juu ya wana wa Amoni, juu ya Waamori, juu ya Waamori na watu wa milima Seiri wanaoitafuta roho yako, waangamie, wafedheke, njia zao zote zikajawe na utelezi na wafe kwa moto. Wataka Mungu aingilie kati. Utii. Emsema utii. Utii. Pasa natii nini? Emsema utii. Utii. Emsema tena utii. Unajua hili neno utii watu wanalichukulia poa, wanachukulia kawaida, lakini hili neno utii linaweza kukutoa eneo moja kwenda jingine. Halihitaji maombi. Ukiwa mtiifu, jiandae katika mlango wa kufanikiwa. Amen. Kwa sababu utaingia tu. Amen. Ukiwa nini? Mtiifu. Alo mbinguni. Amen. Mtiifu kwa mume wako, mtiifu kwa baba yako, mtiifu kwa mama yako, mtiifu kwa bosi wako, mtiifu kwa wafanyakazi wenzako, wafanya biashara wenzako. Yaani utaona watu wanakusupport tu just like that. Hiyo haihitaji maombi. Alo mbinguni. Amen. Sema utii. Utii. Kuna watu wengine tunajiinua sana iti. Yaani Mungu akikusaidia tu ukapata hata ukashona hata kwa kitambaa 19,000. Unataka kila mtu ajue. No, nika kitambaa 19,000 tu. Yaani kwa humble. Be humble, tii, kuwa mtiifu kokote utakao ujikuta kuwa mtiifu. Sema kuwa mtii. Na hili jambo halihitaji maombi. Ukiwa unazungumza na familia, wewe ni mama, wewe ni baba, waambie watoto wako kuweni wa kokote mtakako jikuta, ni kazini au ni wapi, waambieni wawe watii. Nionyeshe mtu ambaye hatafanikiwa maisha yake yote ni mtu ambaye hana utii. Hauna utii, utaenda wapi? Hakuna atakaye na uzua bahati katika dunia hii. Sawa, katika dunia hii kujamuona Mungu anatumia watu kutusaidia sisi, sio kujibu maombi yetu ya kila siku. Mungu anatumia utamwajiri mtu au utafanya kazi na mtu ambaye hana utii jamani? Hapana. Utakaa na mwanaume au utakaa na mwanamke ambaye hana utii? Hapana. Tuongee tu ule ukweli. Kwa maana yake nini? Utii. Mahali pengine anasema utii ni bora kuliko dhabihu, kuliko sadaka. Utii mwameje na kunyenyekea. Utii. Sema utii. Utii. Yaani utii. Kuna vitu vingine viko kwenye principle, viko kwenye kanuni, unatakiwa kuvitii tu. Nina biashara huitii. Nishagawaambiaga siku zote hapa wakati nafundisha masomo ya biashara kwamba kati ya wewe na biashara nani bosi? Wengine wakasema mimi ndio bosi, lakini ukweli biashara ndo anataka wewe hautaki kuniondoa hapo. Biashara hata kama umeifungua wewe, biashara ndo anataka wewe bosi. Tunaelewana jamani? Na umwambie bosi wako kwamba bosi, kwa siku mimi utanilipa 5,000. Si biashara? Biashara si ndio bosi? Kama biashara imeendelea sana, mwambie sasa biashara bosi, kwa siku utanilipa 200,000. Si imeendelea? Amen. Lakini ukajifanya wewe ndio bosi, wewe unawaka biashara ita. Pigia makofi Bwana Yesu. Amen. So sipo kwenye somo la biashara, lakini nipo kwenye somo la utii. Isaya 1:19, Isaya 1:10 Isaya 1:19. Na kwa kukosa utii, wengine tumepokea laana kutoka kwa wazazi wetu. Sio hata kwa wazazi, wala ambao wanafanana na wazazi wetu tuwadhalau, mwisho wa siku wakaachilia maneno akashika. Kwa nini? Kwa sababu hatukuwa na utii. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasemaje? Kama mkikubali na kutii. Kama ukikubali na kutii, utakula mema ya nini? Ya nchi. Mwambie jana yako, mbona ukubali? Mbona ukubali? Unajua kinachotukwamisha ni utii tu. Hatutaki kutii. Tunaambiwa hivi, tunaenda kufanya hivi. Ndio maana hatupigi hatua. Kama mkikubali na kufanyaje? Na kutii, mtakula mema ya nchi.
Wapi, ya mbinguni au ya nchi? Umeambiwa mangapi hujatii? Mengi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aidha na rafiki yako aliyekupenda sana, aidha na mume wako au mke wako, aidha na mfanyabiashara mwenzako alikwambia, mmoja wako alikwambia. Kwenye ibada kama hivi tunawaambia jamani, muwahi. Mungu ni Mungu wa utaratibu. Saa nyingine anaangalia ili akujibu. Jitahidi uwahi. Ibada inaanza saa 4, wewe saa 5 ndo unaingia. Na unaona ni kawaida. Na unaona ni nini? Yaani pepo lilisha kuingia mpaka likaingia kwenye mishipa ya ufahamu kwamba pastor akisema, pastor unampigia mbuzi gitaa. Lakini yeye sema kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. So saa nyingine hata nikikuombea baada ya ibada nakaribia kukuombea, lakini Mungu anaangalia ile motive uliokuja nayo kwenye ibada. Umekuja saa ngapi? Kitu gani kile? Kama ulikuwa na sababu ya kuchelewa, Mungu sawa, ataangalia ile sababu. Lakini pastor ametangaza, Mungu pia ananihurumia, ananihurumia pia. Pastor anatangazia watu wangu kila siku, lakini hawasikii. Kwa sababu alisikii jamaa wala halitabarikiwa. Can you imagine that? Lakini utabarikiwa kwa rehema za Bwana katika jina la Yesu. Amen. Kama mkikubali na Kutii. kama mkikubali Na kutii. mtakula mema Ya nchi. Kuna baadhi ya vitu ambavyo lazima uvikubali, kama hichi ngoja nikubali kubadilika, na utakapobadilika utakutana na Bwana. Amen. Mpende Mungu kwa moyo wako Wote. Biblia imekushauri hivyo, kwa moyo wako Wote. na kwa nguvu zako Zote. kwa akili zako Zote. Sasa unajua wakati huu Mungu aliposema mpende Bwana Mungu kwa moyo wako wote, alijua kuna watu ambao mtampenda Mungu kwa mioyo yenu yote, si ndio? Amen. Kwa maana kwamba Jumatano utakuja kuliombea kanisa, utakuja kufagia kanisa, kwa sababu unampenda Mungu kwa moyo wako Wote. sawa. Kuna mtu mwingine ni msomi, ana akili fulani, anajua kitu fulani, anajua kitu fulani. Maana yake ile akili imtumikie Mungu, ionyeshe how you love God. Ile nini? Akili. Kwa akili zako kile hicho kisomea utajikuta kinamtumikia Mungu, kinampenda. Kwa nguvu zako Zote. utajikuta huko hapo unafagia, kwa sababu huna sadaka, huna mahela mengi. Bwana Yesu, mimi niliwaambiaga kipindi cha nyuma, kwa sababu sikuwa na pesa, kwa hata na akili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuwa nafanyaje? Nilikuwa naenda kanisani kufagia. Ama mazingira ya kanisa za Kianglikana, unajua makanisa yanakuwa makubwa. So unaenda na fyekea, unafyeka. Pia. Haleluya. Amen. Jamani, sijafika, lakini Mungu amenitoa mahali akaniweka kwa sababu ya hicho kitu. Sasa nikikwambia na ukifanya, sio kwamba nataka uje usafishe kanisa langu, no. Nataka Mungu atumie njia ile ile ambayo aliniinua, akuinue na wewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Akuinue. Simple. Lakini ukiambiwa ufanye, utii. Nifanyeje sasa? Pastor niambie nifanyeje? Tii, hautaki. Hii njia Mungu ndiye ataitumia kukubariki, hutaki. What should I do? Kwa sababu Mungu anaangalia hivi ulivyokaa hivi, yuko anakutazama sasa hivi. Halo mbinguni. Hivi unajua anakuangalia. Mimi naamini hata nikiwa wapi ananitazama. Nikiwa kwenye maombi ya usiku ananitazama. Hata nikija kufagia hapa najua ananitazama. Na ndio maana mimi ninapomtumikia Mungu siangalii mtu yeyote, namwangalia yeye. Haleluya. Amen. Na ninaamini moja kama uelewi, nikija hapo kiniuliza pastor unaenda wapi? Mara nyingi sana sitakwambia naenda kanisani. Nitakwambia naenda ofisi. Na kwenye ofisi yote kuna bosi wangu ni nani? Mungu. Hata nilipa saa ngapi anajua mwenyewe. Lakini acha kujua analipa mshahara wake. Ananilipa mshahara. Anafanyaje? Anakulipa. Si kama unanielewa. So Mungu ni bosi wangu. Unanielewa? Ninatamani uelewe bosi wako ni nani. Amen. Ni mtendakazi wa mahali hapa, natamani uelewe bosi wako ni nani. Kwa sababu utakapoelewa ndipo utakapoona milango yako ikifunguka katika jina la Yesu. Amen. Unaweza kama mtendakazi lakini unaangalia mimi ndio bosi wako, umepotea. Umefanyaje? Umepotea. Yaani kama ni mtendakazi wa hapa, usiniweke mimi kuwa bosi. Na umwambie wakati mwingine Mungu nina njaa nilipe. Ingawa mimi siye kuomba hilo ombi. Analipa tu. Just like that. Kwa nini? Mimi Mungu ndio bosi wao. Hivi unaeleweka? Amen. Mungu ndiye bosi. Wow. Amenitengenezea ofisi, naingia ofisini kufanya kazi zake, naondoka nyumbani. Unanielewa vizuri? Amen. Mungu nawe atakulipa kwa jina la Yesu. Amen. Kwa kadiri unavyomtumikia atakulipa kwa damu ya Yesu. Nasema kwa rehema zake na fadhili zake atakulipa. Amen. Sio wewe tu, wewe na watoto wako. Amen. Wewe na wajukuu wako. Amen. Malango yafunguke juu yao.
kama mkitii na kukubali mtakula mema ya. Unataka Mungu aingilie kati? Kuwa mtu wa maombi jamaa yangu, kuwa mtu wa maombi, kuwa mtu wa maombi. Acha kukimbia maombi, acha kukimbia maombi, acha kukimbia ibada. Kuwa mtu wa maombi na ukubali uwepo. Upo leo katika watakao kuwepo Jumapili, inawezekana nikakutazama hautakuwepo. Nini sasa unafanya? Ukiuliza kwa nini haupo, unasema hata sijui. Maana yake hata Mungu anakushangaa, hata Mungu anakushangaa. Achana na waliotoka Moshi, kama dada yangu mwanangu pale, yeye anakaa Moshi na saa nyingine yuko Dar, yuko wapi, I understand. Lakini na wengine tunakaa hapa. Unataka Mungu aingilie kati, chochea ibada yako ya maombi, chochea ibada yako ya maombi. Jamani, Jumapili ni siku ya kwenda service, ni siku ya kwenda kwenye ibada, sawa? Ni siku ya kwenda kumwomba Mungu aendelee kunisogeza mbele. Inawezekana nimekaa kwenye hii kiwango muda mrefu, hata kama sio watoto wangu wasogee. Yaani weka ibada ya Jumapili kama ni sehemu ya agano lako, kwamba sitaki kukosa ibada, sitaki maisha yangu yote. Fanya namna hiyo, afu taona Mungu akikuinua tena na tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naenda kumalizia na Zaburi 51:17. Zaburi 51:17. Kuwa na moyo wa maombi, moyo wa maombi. Zaburi 51:17. Biblia inasema dhabihu ya Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kupondeka. Mungu hata udharau moyo uliopondeka. Moyo wa maombi, moyo wa maombi. Mungu nisaidie, moyo uliovunjika, moyo uliopondeka, uliovunjika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Tuko pamoja jameni? Amen. Zaburi nyingine 31:2 mpaka 4. 31:2 mpaka 4. I'm just finishing. Thank you Holy Spirit. Binasema unitegee sikio lako, uniokoe hima, uwe kwangu mwamba wa nguvu, nyumba yenye maboma ya kuniokoa. Maanake huyu anamuomba Mungu namna hiyo. Mwambie jana yako, unaombaje? Vipi? Unaomba maombi ya namna gani? Unaomba maombi ya namna gani? Huyu anamuomba Mungu, sentensi zake za maombi alikuwa anazipeleka hivyo, kwamba unitegee sikio lako. Nani amtegee sikio lake? Mungu. Uniokoe hima, uwe kwangu mwamba wa nguvu, nyumba yenye maboma ya kuniokoa. Ya kufanyaje? Ya kuniokoa. Ya kuniokoa na haya nayo yapitia. Unataka Mungu aingilie kati, tengeneza madhabahu ya maombi. Tengeneza madhabahu ya nini? Ya maombi. Unaomba namna hii, uwe na uhakika Mungu atakutoa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa unaofuata, ndiwe genge langu na ngome yangu, kwa ajili ya jina lako uniongoze, unichunge. Kuna wakati napotea, unichunge. Ikitokea nimepotea, nirudishe kwenye mstari, unichunge. Jamani, sikuchunga, unajua maana yake? Unichunge. Inawezekana nimekuwa mbuzi badala ya kondoo. Mbuzi kumweka hapa saa hii ulishamkuta aishaenda kule. Inawezekana nimekuwa mbuzi badala, nichunge. Inawezekana hilo ni ombi la mtu. Amen. Inawezekana hilo ni ombi la mtu Amen. So hivyo ndivyo ambavyo hiyo ndo Mungu anaweza ingilia kati haraka katika maisha yako. So maana yake ikitokea shida, ikitokea tabu, badala ya kumkimbia Mungu na kuingia kwenye sononeko, huzuni na kilio, kimbia kwenye madhabahu ya nini? Ya maombi. Kimbia kwenye madhabahu ya maombi. Hata kama sio leo, uwe na wakati maombi yako yatajibiwa. Yaani yatajibiwa tu. Amen. Lakini mahali kama hapa huwa yanajibiwa haraka. Amen. Huwa yanajibiwa haraka. Tunaelewana jameni? Amen. Omba maombi ya moyo. Omba maombi ya moyo. Sema maombi ya moyo. Maombi ya moyo. Maombi ya moyo ni maombi ya kuongea na Mungu. Kuna maombi ya kuongea na shetani, kuna maombi ya kuongea na milima. Maombi ya moyo ni maombi ya kuongea. Maombi ya kuongea na milima ni nini? Maumivu ya kichwa, toka kwa moto, kamata moto. Maumivu ya kichwa, maana yake unaongea na milima. Wakati huo unaongea na nini? Na milima. Tuko pamoja eh? Amen. Pepo linaozuia kazi yangu, kamata moto. Hapo unaongea na nini? Na milima. So maombi ya moyo ni maombi ya kuongea na Mungu. Uwe upate tofauti hapo. Usiende tu kuomba kwa sababu unaenda kuomba, kwanza na tuombe laana inayomzuia kamata moto. Hao ni maombi ya kuongea na milima. Lakini maombi ya moyo ni maombi ya kuongea na Mungu. Peke yangu siwezi, Mungu ingilia kati, nahitaji mkono wako kunitangulia. Au ni maombi ya kuongea na nani? Umejaribu maombi ya kuongea na milima, maombi ya kuongea na shetani, ya kumkemea shetani na kumwambia aache maisha yako, umeshindwa. Sasa unaenda kuomba maombi ya nini? Ya moyo. Tunaelewana tofauti ya maombi Amen. Usiende kuomba maombi tu. Kuna maombi ya moyo. Maombi ni maombi ya kuongea na Mungu.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niguse tena, ninaomba Baba, uniguse tena, niguse tena, haleluya, Niguse tena, ninaomba Baba, niguse tena, niguse niguse tena, niguse tena, ninaomba Baba, uniguse tena, niguse. So, unajua hivi navyoimba hivi ni maombi, sio? Akuguse wapi? Kwenye uchumi wapi? Ni maombi. Sasa ndio napozungumza maombi ya moyo ndio haya. Baba wa mbinguni, ninasimama mbele zako, naleta mahitaji yangu, sijiwezi Baba, nimekwenda mahali kote, sikupata msaada, nategemea kwako leo, uniguse tena, niguse tena, haleluya, niguse tena, ninaomba Baba, uniguse tena, niguse. So maybe saa nyingine you can't sing, maybe mwenyewe huwezi imba, unao simu janja uko nyumbani, uko chumbani, weka wimbo wa namna hii, emfuatisha hapo, ruhusu Roho Mtakatifu aflow na wewe, utaona vitu vikienda, utaona na wewe unaenda vizuri. Tunaelewana eh? Hii ndio maombi ya nini? Ya moyo. Maombi ya nini? ya moyo. Ya moyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Natamani muombe Mungu akusikie na akujibu. Haleluya. Amen. Tumezoea kufanya sana maombi ya kusema na shetani, achia kwa moto, poto. Hata sasa hivi tunaenda kuomba hayo. Bwana Yesu asifiwe. Muda si mrefu. Lakini kuna kitu ambacho tunaita maombi ya moyo. Ya moyo. Ya nini jameni? Ya moyo. Ya moyo. You just surrender everything to him. Una surrender kila kitu kwake. Maybe umekaukiwa, unahisi nguvu ya maombi kabisa hamna. Kuna namna ya kumwomba Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ahuninyunyizia maji. Yeah. Yes, Lord. Wakati wa ukame, uachi ninyauke, ona kupenda na kupenda na kupenda. Yes, Lord Jesus, my God. Na kupenda Lord, mnyunyizi wangu, ona kupenda. Haleluya. Umekaukiwa, yani ujaribu kushoto kulia, unaona kama kuna giza. Nifanyeje? This is what we do. Hichi ambacho tunakifanyaga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na macho tunakifanyaga. Thank you Jesus. Maombi ya moyo, maombi ya moyo, maombi ya moyo. Roho Mtakatifu ananikumbusha kitu kizuri zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maybe unataka vitu vibadilike, lakini unaona mlima mkubwa. You just sing, Bwana
ninue kwa imani, nisimame, nipande milima yote. Ee Bwana unipandishe. Hallelujah. Amen. That time unaona mlima wako sio kawaida, sio Kawaida. unahitaji sasa Mungu mwenyewe aingilie kati, na imani yako ikimpendeza ainue kuzidi mlima ulioko mbele yako, si ndio jameni? Amen. I'm telling you, hiyo ni maombi ya kuongea na Mungu, ya kuzungumza na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwamba katika hili katika hili mzee wa siku hapa nahitaji uingilie, kwa sababu imani ilionayo haiwezi panda huu mlima, haiwezi panda huu mlima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utakapofanya hivyo utaona matokeo katika jina la Yesu. Amen. You see, this is service, hii ni ibada, na tunapokuwa ni ibada tunakuja darasani kujifunza. Tutaona matokeo pale tunapochukua tunaojifunza kuyapeleka kwenye matendo. Kama ikitokea tumeingia katikati ya mitihani, yapeleke kwenye matendo, utaona yakikusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka Mungu aingilie kati kwa haraka bila kuchelewa. Hivi ni vitu vinne nimekupa leo, na namuomba Mungu akusaidie utakapoenda kuvitendea kazi, uone majibu, uone kibali, uone kufanikiwa, uone kuseto katika jina la Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Amen. Nashujua mkono wako umesema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, nipe imani katika haya, nipe imani katika nitakapoyatendea kazi, nitakapoyatendea kazi, usinipungukie. usinipungukie. Ukiwa mbinguni Bwana, ukiwa mbinguni Bwana, usikie kuabudu kwangu, usikie kuabudu kwangu, usikie kuimba kwangu, usikie kuimba kwa ajili yangu, kwa ajili ya watoto wangu, kwa ajili ya watoto katika jina la Yesu Kristo. katika jina la Yesu. Amen. Amen. So now nataka tuombe ombi moja. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kumbuka ni ombi la kuongea na milima. Ni ombi la kuongea na nini? Na milima. Sema vazi lolote Vazi lolote lililoinuka juu yangu, lililoinuka juu yangu, lililoinuka juu ya kanisa langu, lililoinuka juu ya kanisa langu, vazi la kuchukiwa, vazi la kuchukiwa na kukataliwa, na kukataliwa, vazi ambalo hujanipa wewe Bwana, ninalivua kwa damu ya Yesu, nalivua na ninaliamuru liteketee kwa moto katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, ongeza imani yangu. Ongeza imani yangu. Wanafunzi wa Yesu Kristo waliomba ile ombi, na mimi nakuombea uweze kuomba ile ombi. Mwambie Bwana, ongeza imani yangu. Najua unao milima unaopitia, sawa? Nataka uombe mahali pale ulipo, usitake jirani wala mtu yote kusikia. Mwambie Bwana, ongeza katika mlima huu, ongeza imani yangu. Somebody pray that prayer. Ongeza imani yangu Bwana, ongeza imani yangu Bwana, ongeza imani yangu. Mwaka huu 2026 natamani kupenya. Ongeza imani, ongeza imani, ongeza kwenye hii biashara hii ambayo naenda kuifanya kesho. Ongeza imani, ongeza imani, ongeza imani yangu. Rabo sheka zakata balada baba baba Zekadepanosha kazagada balada baba Zokotoponosha kazagada balada baba Izotopokosha kazagada balada baba baba Zopokosha kazagada balada Ramande zekala pataya lataya Ikazepanosha kazagada balada baba baba Zopokosha kazagada balada baba baba Zokotoponosha kazagada balada baba baba. Holy Ghost, fire, fire, fire in the name of Jesus. Sema vikwazo na vizuizi vilivyoko kwenye malango yangu ya kufanikiwa kiroho na kimwili. Sema Bwana, nitangulie, hiyo vikwazo vitoweke mbele yangu wiki hii, hiyo vikwazo vitoweke mbele yangu wiki hii,
vitoweke Hivyo vikwazo vitoweke mbele yangu mwezi huu, Vikwazo vitoweke mbele ya watoto wangu. Mbele ya watoto Samba wangu. omba ile ombi, vikwazo na vizuizi katika njia zangu za kufanikiwa. Kwa jina la Yesu Kristo. Rakabagabadabaladabazikata. Rakabagabadabaladabazikagabadabaladababa. Kateshekezekatabaladabalabalada. Zokokobaladabalabazekagabaladaba. Izokonoshagazagadabaladabalabalababa. kwenye maisha yetu, kwenye elimu za watoto wetu, hivyo vikwazo na vizuizi ya Bwana vitoweke kwa damu ya Yesu, vitoweke kwa damu ya Yesu, hivyo vikwazo Bwana. Holy Ghost, fire, fire, fire in the name. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, kwa neema na rehema zako, kwa neema na rehema zako, achilia malaika achilia wa kuingilia kati wa kuingilia kwenye hii changamoto nayopitia. hii changamoto, Achilia mkono wako, achilia mkono wako, achilia malaika zako achilia malaika kuingilia kati kuingilia kwa kati utukufu wa jina lako. kwa jina Somebody lako. omba ile ombi, omba ile ombi, waingilie kati juu ya watoto wako wanaotarajia kufanya mitihani, whether ni ya form 6, whether ni ya chuo. Mwambie Bwana katika maandalizi yao, raboshe kazaka dabala, achilie malaika wa kuingilia kati kwa ile kazi unaoitafuta wiki hii, mwezi huu. Bwana achilie malaika wa kuingilia kati kwenye kazi zako, kwenye biashara zako, ili uone matokeo chanya. Somebody omba ile ombi. Rakabagabadabaladabazekakabalababa. Rakazekadabaladabalabalababa. Ikazokotopronoshakazagadabaladabalabalababa. Rakazekadabaladabaziketeketekedozaya. Ipaladabagazagadabaladabalazagadabalabalababa. Rokozokotopronoshakazagadabaladabalabalababa. Ilakazekadabaladabazakadabaladababa. Holy Ghost, fire, fire, fire in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Weka mkono wako namna hii, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, achilia neema achilia na neema mvua ya shuhuda na mvua ya shuhuda siku ya leo juu yangu, siku ya leo juu wiki hii juu yangu, wiki hii juu yangu, juu ya watoto wangu mwezi huu. watoto wangu mwezi huu. Neema na mvua ya shuhuda, Neema na mvua ya shuhuda, mabadiliko, badiliko, hatua mpya wiki hii, hatua mpya, hatua nyingine wiki hii, hatua nyingine wiki, neema ya uponyaji neema ya uponyaji iachilie juu yangu Iachilie juu katika yangu. jina la Yesu Kristo. jina la Yesu. Omba ile ombi, omba ile ombi. Neema kate shaka, unavyoomba inatokea, 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 inatokea. Rakazakadabaladababa, rakozakadabaladabazekadopanonshataya, izeketegadopanoshagazagadabaladababa, rekozakadabaladabazekagabada, rekoshekazagadabaladababa, lekozokotopronoshakazagadabaladababa. Holy Ghost, fire, fire, fire in the name of, kama ilivyoomba imekuwa katika jina la Yesu. Amen. Na utaona udhihirisho kikamilifu katika jina la Yesu. Amen. Leo na kuachilia kama mshale katikati ya kambi ya adui. Yes. Na maanisha adui zako wakikuona wasambaratike kabisa. Amen. Adui kama umaskini asambaratike kabisa. Amen. Adui kama chuki na ukataliwa asambaratike kabisa. Ninakuachilia leo kama mishale katikati ya kambi ya adui zako. Yes. Kama mishale mingi katikati ya maadui zako. Amen. Kabla hujafirikia kutenda ubaya wasambaratike. Kabla hujawaza kutenda ubaya wasambaratike. Kabla hujawaza kuachilia mishale ya maradhi na magonjwa wasambaratike. Na iwarudie wenyewe mara 7. Iwarudie wenyewe katika jina la Yesu. Ninakuachilia leo ukiwa umevikwa vazi la kibali. Ukiwa umevikwa vazi la kuheshimika. Kwa kazini kwako. Kwenye biashara zako. Nyumbani kwako. Nakuachilia leo ukiwa umevikwa vazi. Nasema ukiwa umevikwa vazi la hatua mpya, na hatua nyingine, na hatua mpya, na hatua nyingine. Utokapo ingiapo wiki hii umebarikiwa katika jina la Yesu.
Umebarikiwa kibali katika jina la Yesu. Umebarikiwa pesa katika jina la Yesu. Umebarikiwa kazi katika jina la Yesu. Umebarikiwa kazi katika jina la Yesu. Nasema umebarikiwa kazi katika jina la Yesu. Kwenye biashara zako umebarikiwa. Kwenye ndoa yako umebarikiwa. Mahali ulikuwa unadharaulika, hutadharaulika tena katika jina la Yesu. Heshima katika jina la Yesu. Heshima kwa damu ya Yesu. Heshima kwa jina la Yesu. Heshima katika jina la Yesu. Kama tulivyoona imekuwa katika jina la Yesu. Amen. Kuna kitu ambacho Mungu anaachilia kwenye mikono yako kupitia mikono ya mume wako na pesa ambazo umesubiria kwa muda mrefu. I'm seeing this money coming. Naona hizo pesa zinakuja. Ndio Bwana, ndio. Kuna pesa mnasubiri? Ndio. Mnasubiri pesa. Pokea kibali cha pesa kwa jina la Yesu Kristo. Pokea wiki hii, mwezi huu kwa jina la Yesu Kristo. I'm seeing God releasing people. Thank you Jesus. Umekuja lakini kuna vitu ambavyo unaona vinanyemelea mwili wako, vinaleta shida. Kuna wakati unaweza kama uko dizzy, kama mwili, yani kama mwili uko dizzy, kizunguzungu nini, na saa nyingine miguu mizito. Hiyo ndio mbaya sana. Hasa kizunguzungu. Dizziness, kizunguzungu. Uelewi maana yake nini? Mwili wako ni kama unavamiwa, ni kama koti fulani umetupiwa linashuka mpaka chini la maradhi na magonjwa. Sema vazi lote la maradhi na magonjwa. Vazi lolote la maradhi na magonjwa. Ambalo nimetupiwa. Ambao watoto wangu wametupiwa. Nalivua. Nawavua. Naliamuru liwake moto. Liwake moto. Katika jina la Yesu Kristo. Sema uonevu wote. Si wanamuonea dada, wanamuonea. Sema uonevu wote ambao unatoka kwenye ngome za kichawi za kipepo, uwarudie wenyewe. Hautaona maisha yangu, hautaona kazi zangu, hautaona biashara zangu katika jina la Yesu. Haleluya, amen. So mwenyewe umeanza kuwa na mashaka, Kwa nini hichi kitu? Ni kama nataka kurudi nilikotoka. Ni kama yeye anataka kunirudisha nilikotoka. Biblia inasema mateso hatarudi mara. Biblia inasema mateso hatarudi mara. Sema wewe teso wewe. Hautarudi mara ya pili juu yangu. Sema wewe laana wewe. Hautafanya kazi mara ya pili juu yangu. Umeshaishiwa katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. So as I'm going to pray now, when kuombea, Mungu anaenda kukuosha na kukusafisha kabisa. Amen. In fact, Roho Bwana anasema anaenda kukufyatua. Amen. Hiyo hali hutaiona tena katika jina la Yesu. Amen. Biashara nini, kila kitu kinakufa ukianza. Unafanya biashara gani sasa hivi? Unauza mboga. Roho ya mauti inaua unachokifanya. Kianza hichi kinakufa kinarudi nyuma. Unaelewa ninachokizungumza? Ndio. Vinatokea vitokei. Yes, ni roho ya mauti naye uone unachokifanya. Nataka uwe maskini, ukae kwenye madeni, hata sasa naona kama kuna mwamvuli wa madeni. Unaelewa? Mungu anakutoa kwa jina la Yesu Kristo. It is done in Jesus name. Thank you Jesus. What is happening? Inatokea nini kwenye biashara zako? Umeacha kwa sababu unaona au unalea? Nalea. Mbona nakuona nyumbani? Ndio. Ni kwa sababu nalea? Ndio. Sasa nimekuona nyumbani, upo kwenye biashara tena, nikajua shida gani imetokea. Sawa? Ndio. Kibali juu yako kwa jina la Yesu. Kibali na maongezeko katika jina la Yesu. Juu yako, juu ya mume wako katika jina la Yesu.